pande kwetu Afrika, Mashariki ya Kati na Asia, Ulaya, Amerika zote mbili. Ukifungua ma-TV kila mahali waona bendera za Imam Hussein, wasikia sauti za kumuitika Imam Hussein alayhi salam. Kwa nini? Siku ya tarehe 10 ya mfungo 4 ndio siku ambao kikosi kichache kikiongozwa na al-Imamu al-Hussein ibn Ali ibn Abi Talib, watu wasotimu 80, watu 70 na kitu walijitokeza katika mawanda ya Karbala kwa ajili ya kutetea haki, kwa ajili ya kupinga batil, kwa ajili ya kutetea uadilifu, kwa ajili ya kupinga dhulma, kwa ajili ya kulinda sharaf na cheo cha mwanadamu na utukufu wa mwanadamu na haki za binadamu, dhidi ya wanyanyasaji, dhidi ya wauaji vijana, mpaka vijana watoto ambao bado wanyonya kwa mama yao. Al-Imamu al-Hussein pamoja na kikundi kichache kilokuwa na yeye alisimama thabiti, bila ya kutetemeka, bila ya kujali, bila ya kupotoshwa, akiinua sauti kwa kutangaza misimamo yake, akinena innama kharajtu li talabi al-islahi fi ummati jaddi, hakika mimi nimetoka kwa ajili ya kutaka kuleta mageuzi katika umma wa babu yangu. Uridu an amura bil ma'ruf, nataka kuamrisha mema, wa anha anil munkar, na nataka kukataza mabaya, wa asira bisirati jaddi wa abi Ali ibn Abi Talib, na nitembee kwa mwendo wa babu yangu Rasulullah na kwa mwendo wa babangu Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Faman qabilani biqabuli alhaq, kwa hivyo yoyote atakaye kunikubali mimi kwa misingi ya haki, kwa misingi ya uadilifu, kwa misingi ya kutetea haki za wanyonge, faman qabilani biqabuli alhaqi fallahu aula bilhaq, basi Mwenyezi Mungu ni mbora wa kukubalia haki na kuwapokea wenye haki. Waman radda alayya, na atakaye kukataa, asbir, nitasubiri. Labbaik ya Hussein, Labbaik labbaik ya Hussein, labbaik ya Hussein. Kwa hivyo al-Imamu al-Hussein hakuwa na malengo ya kibinafsi kwa ajili ya kutaka utawala au kwa ajili ya kutaka ulimwengu. Al-Imamu al-Hussein alikuwa na malengo ya haki peke yake, na akawataka wote watakaokuwa katika khati yake iwe msingi wa kuwa na yeye ni haki peke yake, si kwa sababu yeye ni ibni ya Fatima, ingawa ana utukufu kwa kuwa na hilo, si kwa sababu yeye ni mwana wa Ali ibn Abi Talib alayhi salam, ingawa ana utukufu kwa hilo, si kwa sababu yeye ni mjukuu wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ingawa hilo lina utukufu kwake, lakini zaidi ya yote hayo na bora ya yote hayo ni faman qabilani biqabuli alhaq, ni umuunge mkono kwa sababu ya kuunga haki,
kwa sababu wao ndio walikuwa wakiakilisha haki katika hii dunia, kama Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alivyotuambia, aliyun ma'al haqqi wal haqqu ma'a ali yaduru ma'ahu haythu ma dar. Haki iko na Ali na Ali uko na haki, na haki siku zote yatembea pale aliyopo Imam Ali. Yeye Bwana Mtume ndio aliyotuambia, inni tarikum fikum athqalain, mimi nimewatia zizito ziwili, kitab Allahi wa itrati ahla beiti, kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kizazi changu ahli beiti zangu, wa innahuma lan yaftariqa hatta yarida alayya alhaud, na hizi ziwili hazitaepukana, yani kwa maana hautaweza kuwapata ahli albayt wako sehemu haiko Qur'an. Allahumma salli ala, na hutaweza kuipata Qur'ani hawapo ahli albayt. Na kwa msingi huo sisi hatuko kwa sababu ya nasaba hapa, wala wanaotoka kumtangaza Imam Hussein alayhi salam hawatoki kwa sababu ya damu wala kwa mawasiliano ya kidamu. Salmanul Farisi ni Mwirani ambaye aliwapenda Ahlul Bayt, Mwenyezi Mungu akamuingiza katika safu ya Ahlul Bayt, na walotukia Ahlul Bayt kama kina Muawiya wakatolewa kwenye usharifu na Ahlul Bayt. Salat Allahumma salli ala. Na ndio akatwambia Rasulullah, Salmanu minna, Salmani ni katika sisi Ahlul Bayt. Salmani Mwirani, Salmani Mfursi ni katika Ahlul Bayt. Atakaye atake, asiyotaka atafute vidonge ya meze. Salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Huyu ni mtumi kabla hajazaliwa Imamu Zainul Abidin, kabla ya Imam Hussein hajamuoa mamake Zainul Abidin, kabla mtume alinena Salmanu minna ahla albayt. Kwa hivyo msingi si nasaba, msingi si damu. Abu Lahabi alikuwa ami yake mtumi, lakini uko wapi? Motoni. Tabbat yada abi lahabin wa tabba. Salmanul Farisi, Bilali ni Mwafrika, Salmanul Farisi ni Mwirani, Suhaibu Rumi ni Mroma. Wako wapi? Ma Rasulillah fi jannati al-firdaus. Salat Allahumma salli ala Muhammad. Kwa hivyo masala si ya nasaba, masala si ya ukwewa, masala si ya damu, masala ni haki ya Imam Hussein. Uko karibu nayo kiasi gani? Uko karibu na haki hiyo, wewe ni katika Ahlul Bayt. Uko mbali na haki hiyo, wewe huna alaka na nani? Na Ahlul Bayt. Na ndio Imam Hussein anena, faman qabilani biqabulil fallahu aula bilhaq. Tuko hapa kwa ajili ya Imam Hussein, tuko hapa kwa ajili ya haki, tuko hapa kwa ajili ya uadilifu. Naam, nimesoma makala yana ya mwandishi mmoja akiyakosoa mambo haya yanayofanyika ulimwenguni, mwandishi wa kimataifa, akitaja kwamba tuko katika kumlilia Imam Hussein. Ni wangapi katika sisi tuna udhulumu? Tuko katika kumwomboleza Imam Hussein na kuwalani madhalimu. Ni wangapi katika sisi wanaofanya maasiya? Ni wangapi katika sisi tunaomkosea Mwenyezi Mungu?
lakini hii ni lugha mzuri na ni lugha hatari. Hii lugha hutumiwa kushawishi mara nyingi watu katika mambo kama haya, lakini ikiwa lengo lake kwa sababu ya mapungufu yetu, kwa sababu ya maasiya yetu hatufai kuwekwa hapa, basi nafikiri misikiti na ifungwe kusiswaliwe. Ni wangapi wanaoingia kuswali na wanadhulumu? Ni wangapi wanaoingia kuswali na wafanya maasiya? Ni wangapi wanaokwenda haji na wanadhulumu? Ni wangapi wanaokwenda haji na ufanya maasiya? Ili mtu aweze kusali akiwa msafi, ili mtu aweze kwenda haji akiwa msafi, ili mtu aweze kusoma maulidi akiwa msafi, ili mtu aweze kusimamisha kumbukumbu za Imam Hussein akiwa msafi, basi nafikiri itabidi ibada zote tuzifunge, isipokuwa mtu ainue mkono anene mimi 100% mimi ni msafi mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na sidhani kama uko mtu huyo, na sidhani kama kuna mtu ambaye aweza kunena mimi simkosei Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo Mtume ametuambia kullu ibn adama khata. Tuko hapa na mapungufu yetu na makosa yetu ili kujaribu kumuigiza Imam Hussein ili aweze kuwa ni kielelezo kwetu. Tubadilike, tutengeneze tabia zetu, tutengeneze imani zetu, tutengeneze maadili yetu, na hasa katika janga kubwa linaloangamiza vijana zetu, masala ya mukhaddarat. Na jana nafikiri ilikuwa ndio siku ya ulimwengu ya kuhusu madawa ya kulevya. Tuna mtihani mkubwa wa kuwalinda vijana zetu na kuwaokoa, na Imam Hussein ni kielelezo bora katika kutuongoza katika mapambano haya ili tuweze kujenga jamii njema nzuri yenye malengo. Ndugu zangu wapendwa, sitaki kuendelea kwa muda mrefu, time haiko na sisi na tunataka kufanya matam. Napenda tu kuambia kitu kimoja, tuendelezeni kulinda nidhamu, kuwa na mipangilio kwa minajili ya kudhihirisha heshima ya mtukufu huu ambaye tuko naye hapa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatupa kheri na atatutakabalia amali zetu na atatuingiza katika shafaa ya Imam Hussein salawatullahi wa salamuhu alayhi. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Labbaik Hussein.